Yes, hello, welcome Senko Linki. Kama lako kwanza kufuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Katika video hii tutaonyesha namna rahisi ya kuangalia matokeo ya kidato cha 4 pale ambapo yanapotangazwa. Siku zinakaribia kutangazwa matokeo ya kidato cha 4. Tukiangalia kwa trendi, mwaka jana matokeo yalitoka kwenye tarehe 23 mwezi wa kwanza. Kwa if possible inaweza katoka ndani ya wiki inayofuata au wiki nyingine. Kwa hapa tutaonyesha namna rahisi ya kuangalia matokeo ya kidato cha 4 step by step. Angalia video hii mpaka mwisho ili uweze kuona namna gani au njia gani rahisi ya kuangalia matokeo ya kidato cha 4. Lakini pia nitaweka pop up hapo juu, itatokea ya kuangalia template ya kuchambua matokeo ya kidato cha 4. Tuna template tumeiunda kwa ajili ya kufanya deep analysis ya matokeo ya kidato cha 4. Kama utahitaji, namba utaziona kuna hiyo video, itakuwa inatokea hapo kwenye pop up hapo juu upande wako wa kulia. Utaenda utaiangalia, kama utapendezwa na template hiyo unaweza ukafanya mawasiliano na sisi tukaweza kukupatia. Tuangalie video yetu tunakwenda. Kwa tena katika browser yako, mimi natumia Chrome hapa, Google Chrome kwenye PC. Utaandika Nectar. Utaandika Nectar hapo. Nectar. Utakuja huo. Kisha funguka hivyo, maana yake hapa wewe utaenda kwenye results. Kwenye results utachagua CSEE, utakliki. Kisha kliki hapa, hivi ndio yatatokea hayo matokeo. Kama tatokea 2025 yatakaa hapa. Utakliki. Kisha kliki utachagua shule. Sasa hapa watu wengi wakifungua wanakutana na hizi private, hizi shule zinazofanyisha wanafunzi wanaorejea wale au wanaosoma shule ya upili, hizi center hizi wale tunasema private candidate, hizo center hizi. Lakini huku chini ndo kuna shule zetu ambazo zinaanza na S. Kuna private alafu S ni candidate. Kwa sasa hapa kuna namna mbili ya kufanya. Unaweza ukasearch kwa kutumia kompyuta, utabonyeza CTRLF, itatokea download ya kusearch, utaandika shule yako, tunaona labda Tabora. Yes, Tabora Boys. Kwa Tabora Boys, Tabora Girls, Tabora Boys mfano. Tabora Boys. Hii hapa, ipo Tabora Boys hapa. Utaingia kwenye shule yako husika, utaona matokeo yake hapo. Hivyo. Lakini hapa kuna namna ya pili. Namna ya pili ni kwa kukliki leta ya center yako, kwamba hizi ni ile herufi ya kwanza ya shule yenu au shule yako wewe mwalimu au mwanafunzi unataka kuangalia matokeo. Mfano wewe shule yako labda inaanzia na herufi Q, kwa utabonyeza Q. Unaweza Q, itakuja shule ambazo zinaanzia na herufi Q. Mfano tuingie kwenye Queen PC, utakutana nayo kama hiyo, matokeo yake hayo hapo. Na pia ukitaka kudownload haya matokeo utabonyeza hivi vidude vitufe vitatu hapa upande wako wa kulia, hivyo vitufe vitatu utavikliki. Kisha vikliki utascroll down mpaka sehemu ilipoandikwa print. Hapa kwenye print utabonyeza. Kisha bonyeza kwenye print, itafunga download kama unavyoona hapo. Kwa hapa wewe utakuja hapa kwenye destination hapa. Kwa hapo utachagua save as PDF. Na hapa kwenye page utachagua all pages zote. Hapa utachagua kama unataka portrait au landscape. Tuweke tu landscape ili matokeo yaonekane vizuri. Baada ya hapo utakuja kwenye button ya chini ya save hapo. Ukibonyeza button ya save, maana yake itatokea hiyo dialog hapo kama unavyoona hii hapa. Hapo kwa unaweza ukadelete ukaandika shule yako, lese labda hii ilikuwa inaitwa Queen mfano. Tumetoa hapo seki 2025. Kwa baada hapo uta save. Kisha save, maana yake ukija huko kwenye download sasa. Ukija kwenye download
Kija kwenye download, kija kwenye download hapa utayakuta yale tumeyasave jina gani. Kija kwenye download save fresh pale, ngoja turudie tena hapa. Utaingia kwenye kuprint. Nimesahau location iliyochagua kuya save yale. Hapo hapa itakuwa nimekaa kwenye gallery, ndio tatizo. Ngoja tuweke kwenye download hapa. Basi sasa tukija hapa, tukija kwenye download tunakutana na matokeo yetu. Kwa hapo unaweza ukaliname, ukaandika shule yako, mfano lese ndio hii tuseme ndio Queen, mfano form 4 2025. Kama unataka kwanza kufuatilia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwanza kupata video zetu tunapoza upload. Kwa hapo utakuwa umeyasave na unakuwa unaweza kuyaview vizuri tu matokeo ya shule yako. Pia kama utahitaji analysis ya matokeo ya NECTA, video utaweka kwenye pop-up hapo juu, utaklik na kuangalia maelezo na kuangalia zile template na kufanya kazi. Hivi ndio njia rahisi ya kutumia ya kuangalia matokeo ya kidato cha 4 pale ambapo tapotangazwa. Kwa video nzuri za mafunzo na vitu vingine, usisahau kusubscribe, kushare na kulike na comment hapo chini. Asanteni sana.